tena tatizo la maji Mbeya. Hakuna tena tatizo la maji Mbeya. Ndugu zangu, mradi huu mkubwa wa Kiwira ulishasemwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 kuelekea 2025. Na mradi huu umeanza ujenzi si siku nyingi sana. Tuliingia mkataba na mkandarasi huyu. Muda umechelewa kidogo, lakini ni kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake. Ila leo tunafurahi kama wana mjini, kama sehemu ya wanufaika wa mradi huu, kwamba tumeanza kuona mabomba yakiingia, na hatuna shaka kwamba mradi huu utakamilika sasa kwa wakati ambao umeongezwa. Sasa kwa nini nimesema tunamshukuru Dr. Samia? Kwa sababu fedha ambazo zinaletwa kwa ajili ya mradi huu, ambao mradi huu utatusaidia wana mjini kumaliza kabisa tatizo la maji, lakini wakati huo kumaliza kabisa tatizo la maji kwa mji wa Mbalizi na kwa kweli na vijiji vyote ambavyo huko njiani mradi huu utakuwa unapita na wenyewe watapata maji. Sasa hapa mabomba haya ndugu zangu hayajaja kwa ndege hapa yalipofika. Hapa yalipofika hayajaja kwa treni. Hapa yamekuja kwa barabara. Na sisi wana Mbeya mjini pamoja na leo tunazungumzia mradi mkubwa wa maji. Mradi huu mkubwa wa maji unaenda sambamba na mradi mkubwa wa barabara. Na sasa nitumie pia fursa hii kwa sababu haya mabomba jamani ni sehemu ya ile bilioni 119. Tumeletewa mabilioni na mabilioni hapa Mbeya mjini. Tuendelee kulinda miundombinu ile tulionayo, ikiwa ni pamoja na kulinda vyanzo vya maji. Miti inayopandwa huko tuendelee kuitunza, lakini hata sisi tunapopata fursa ya kupanda hiyo miti, basi tupande miti na tulinde vyanzo vya maji ili tusije tukapata changamoto huko mbele. Ndugu mkandarasi, tukishaona mabomba kama hivi, alafu tukaona siku zinaenda tu, yaani tutakupata huko Kiwira unapojenga kwenye tauni. Kwa hiyo tukuombe pesa tunapokuja na wewe ukimbize mradi, kwa sababu nafahamu hapa Mbeya mjini tumeshajenga tenki kwa ajili ya kupokea maji yanayotoka mto Kiwira, na ile tenki naamini kwa sasa litakuwa linakaribia kukamilika kabisa, ambayo lina uwezo wa kutunza maji zaidi ya lita milioni 5. Kwa hiyo wale maji atakapoanza kule, sababu tutaanza kusubiria mpaka mradi uishe. Mabomba tu yakishajengwa maji yataanza kuingia hapa, watu wanaendelea na mambo mengine huko. Kwa hiyo maadamu tumezindua haya mabomba leo, tunataraji yapangwe leo mabomba faster, ili pale kwenye ile tenki yetu maji yaingie. Alafu Mbeya mjini tuseme tumeanza kunywa maji ya mto Kiwira. Hata kama yataendelea, tutaendelea na shughuli zingine huko, lakini maji yafike kwanza hapa Mbeya mjini. Bomba hizi tunazoziona mbele yetu, ambayo ni sehemu yake, zinaenda kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo mpaka Mbeya mjini kwa takribani umbali wa kilomita 37.24. Kwa hiyo ni umbali mrefu pia. Lakini pia matenki ambayo yanaenda kujengwa kupitia mradi huu yanaenda kutuongezea uwezo wa kuhifadhi maji na kusambaza maji kwa wananchi kwa kufikia uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni 28. Lakini pia kupitia mradi huu tunaenda kusambaza miundombinu ya kugawa maji kwa wananchi kwa zaidi ya kilomita 50. Lakini pia mradi huu unaenda kutoa huduma kwa kuongozwa na mifumo ya TEHAMA, sio ile mifumo ya kizamani ya mitulinga. Kupitia mradi huu tutakuwa tuko ofisini, tunaona kinachoendelea kwenye mabanio yetu, lakini pia kwenye mitambo ya kusafisha na kutibu maji na kwenye matenki, na zaidi ya yote kwa namna wananchi wanavyoendelea kupata huduma. Lakini pia manufaa ya mradi huu yanaenda kuwa makubwa, na wananchi wapatao zaidi ya 1,500,000 wanaenda kupata manufaa na kunufaika na mradi huu. Mabomba haya kama tunavyoyaona yatakuwa na urefu wa kilomita 37.24. Yatarazwa kwa umbali wa kilomita 37.24 kutoka kwenye chanzo chetu cha mto Kiwira mpaka katika eneo la New Forest, na kutoka hapo maji yataweza kuingia kwenye miundombinu ya kuhudumia wananchi. Lakini mabomba haya tunayoyaona pia ni makubwa, yana kipenyo cha milimita 1200
au mita 1.2. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wafupi kama mimi, unaweza hata ukakatiza humo kwenye bomba ukiwa unakimbia. Hii inaashiria kwamba huu mradi kweli ni wa kimkakati na umelenga kuondoa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na maeneo mengine yatakayohudumiwa na mradi huu. Bomba hizi ni bomba za chuma, na kwa hiyo tuna imani kwamba zitatoa huduma kwa kipindi hicho nilichosema cha zaidi ya miaka 20. Lakini pia bomba hizi zina uwezo wa kuhimili pressure ya maji kuanzia baa 23 mpaka baa 35. Na kwa maana ya hii ni kwamba ikitokea labda kwa sababu ya ajali hili bomba likapasuka likiwa na maji ndani, manaki maji yataruka hewani kwa umbali wa mita 35. Kwa hiyo zaidi ya viwanja vitatu. Kwa hiyo ni bomba za uhakika kweli kweli, lakini pia zimehimilishwa kuhakikisha kwamba zinahimili pressure hiyo ya maji.